Oya, mambo vipi? Oya, sikilizeni, leo for the first time mchambuzi anachambuliwa. So baada ya mchambuzi kuchambuliwa, mchambuzi pia akaamua na yeye amchambue mchambuzi ambaye anamchambua mchambuzi. That's a bar. Huyu mwanangu anaitwa nani mwanangu jina langu, but mimi namjua wanangu from Wanangu Podcast. Na anasema hii ni reaction, lakini amechambua vitu vingi sana. So sijui the difference between breaking down and reacting. You get what I mean? So but it is what it is. Ila kitu ambacho amekifanya yuko sahihi kwa asilimia zote. But kuna baadhi ya vitu vidogo ambavyo alikuwa amevimiss. So niko hapa kuongezea nyama kwenye baadhi ya concept ambazo alizimiss kidogo kwenye vitu ambavyo mimi nimevifanya kwenye Frankly Initiative Cypher ambayo inaitwa The Last Cypher. Sawa. Lakini kitu kingine bro, kwani umechambua tu verse yangu? Kwa sababu kuna Navi, kuna Papa, kuna Shaquille, kuna Kevin Skapla, wako na bars, you get what I mean? So leo tuko na party yangu, but next time nitakuja na party ya Papa, Shaquille GIG na Navi. Kila mtu nitakuwa nampa siku yake au vipi, ili muone pen game ambayo imetumika kwenye hii cypher au vipi. So it is what it is. Acha tumsikilize Wanangu Podcast tuone kama yaliomo yamo, ananichambua na mimi nitamchambua at the same time. Wachambuzi versus uchambuzi. Let's get it. Au vipi bro? I hope. Sawa. What's up? What it do? Mimi naitwa Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Na kukaribisha katika segment ya Wanangu Reactions ambayo inapatikana ndani ya Wanangu Podcast, vikiwemo vitu vingine vingi. Sasa hapa tunakuwa tuna react juu ya vitu mbalimbali, interviews, nyimbo. Kama leo hii tuko na cypher kutoka kwa Frankly Music Initiative. Hii cypher inaitwa The Last Cypher. Ndani yuko Papa, yupo Shaquille GIG, Kevin Skapla, Navi na mwisho ni Frederick Muller, au sio? Kwa hiyo kama ni mfuatiliaji wa vitu kidogo, utagundua The Last Cypher kwa nini imeitwa hivyo, kwa sababu ukiangalia hata kwenye video yake unaona kuna watu wamekaa kwenye meza kubwa hivi, kuna vyakula na nini, ambayo ni kitu ambacho Bwana Yesu alikifanya kabla hajaenda kusulubiwa. Alikaa na wanafunzi wake 12 na hicho kitendo huwa kinaitwa The Last Supper. Na mchoraji maarufu sana duniani anaitwa Leonardo da Vinci alichora pia picha ambayo inaishi miaka mingi sana na yenyewe inaitwa hivyo The Last Supper. Unaweza kufuatilia kama unataka historia zaidi kuhusiana na hicho, lakini ukiangalia tu unagundua kwa nini cypher imeitwa The Last Cypher. Na inawezekana pengine katika mfululizo wake ni ya mwisho, au sio? Sasa bwana, hii cypher ni ndefu kidogo, ina dakika kama 5 hivi na sekunde 42. Mimi stai play yote. Mimi nitaenda moja kwa moja kwa Master Manondo, mchambuzi wetu, tuone kama yaliomo yamo, au sio? Let's go. Mabiao niko nayo falme la kileo. Life ikinipa L na yambia later. Next later ni aim inafatia paper. Anasema life kimpatia L anaiambia later. Kwenye maisha mtu akipata L ina stand for loss au losses. Kwa hiyo mtu kama alikuwa anafanya jambo fulani akalishindwa, basi tunasema amepata L. Kwa hiyo anasema maisha yakimpa losses au yakimpa loss anaiambia later. Next letter to aim kitachofuatia paper, kwa sababu kwenye mfumo wa alfabeti, au sio, ikitoka L inakuja M, umeona, ambao ndo next later. Sasa aim uweze kuandika money bila kutumia aim, sawa? Na bana nakwambia kinachofuatia ni paper, kwa sababu anaachana na ile L ambayo life imempa, yeye anasaka mpunga, yeye anasaka chapaa, au sio? Kwa hiyo ndo maana moja, lakini maana nyingine next later to aim, sawa? Ku aim ni kulenga, sawa? Kwa hiyo anaachana na ile letter ambayo maisha imempa ambayo ni L, analenga herufi nyingine ambayo ni inayofuatia ambayo ni M, ambayo ina represent money. I hope tumeelewana. Let's go. Yuko correct 100% and that's a bar. You get it. Na uchungu na game kani nimepitia labor. Hii inaeleweka. Labor ni sehemu ambayo wakina mama wanaenda kujifungua, lakini kabla hajafika hiyo stage ya kujifungua wanapitia uchungu sana ili waweze kupata watoto wao. Sasa baada ya kupata wanakuwa makini sana wale watoto, kwa sababu kwanza wamekaa nao miezi 9, lakini vile vile wamepitia uchungu ambao yani hawezi kumpoteza mtoto wake kirahisi. Sasa that's how Frederick Muller feels about the rap game. Let's go.
usimwamsha aliyelala mkaushie neighbor. Bado nina ganga kamulize Saber. Hii ni reference ya Sebastian Maganga, anafahamika kama Seba. Kwa hiyo bado anaganga, unajua kama kuganga njaa ni kutafuta mali juu chini. Kwa hiyo bado anahangaika, bado anakomaa. Muulize Saber. Anasema muulize Saber kwa sababu Sebastian anaitwa Sebastian Maganga. Ganga na kuganga, you get the point. Maana ya manondo kwa Kiingereza Saber. So mnajua jamaa anajiita Master Manondo. Sasa ile Manondo ndo anatuambia hapa kwamba ni Kiswahili tu cha bars. Kwa sababu bars hata mtu aliyoko gerezani ndio maana anasema he's behind bars, kwa sababu gerezani kuna yale manondo makubwa ambayo yanamfanya mtu ashindwe kutoka gerezani, kutoroka, si ndio? Kwa hiyo anajiita Master Manondo kwa maana yeye ni master wa bars, au sio? Kwa hiyo ndo anakuambia hapa kwamba kwa Kiingereza say bar. Okay, of course yuko correct na kitu ambacho amekisema, lakini ile ambayo ameimisi, unaona neno Seba. Sijasema Seba, nimesema maana ya manondo kwa Kiingereza. No, bado nina ganga kamulize Saber, ambaye ni Seba, na maana ya manondo kwa Kiingereza Saber. So yuko sawa, lakini kuna wordplay ya Seba na Saber. Ndio maana neno Seba ambao nilikuwa namaanisha Sebastian Maganga nilisema kama Saber. Bado nina ganga kamulize Saber, maana ya manondo kwa Kiingereza Saber. Wordplay ya Seba na Saber, lakini vingine vyote ambavyo wameviongea hapa yuko correct 100%. Yeah. She don't wanna be saved, mbona unataka saver? Hii ni reference ya wimbo wa J. Cole unaitwa No Role Models kutoka katika albamu yake ambayo ilitoka mwaka 2014 inaitwa 2014 Forest Hill Drive. Kuna wimbo unaitwa No Role Models. Kuna mstari anasema don't save her, she don't wanna be saved. Kwa hiyo ndo ana refer hapo. Lakini anazungumzia wa mtoto ambaye yani kama ametoka kwa mshikaji mmoja amekuja kwake sasa. Kwa hiyo ndo anamwambia huyu jamaa kwamba don't save her, she don't wanna be saved. Sasa hivi amekuja kwangu mimi. Nimeshikilia kiuno mchezo kwa safe hands. Kwa anasema nimeshikilia kiuno mchezo kwa safe hands. Lakini sio kama anazungumzia mwanamke moja kwa moja. Hapa anazungumzia pia game, kwamba wewe imekushinda game. Game ipo kwangu sasa hivi. Mimi ndo nimeshikilia kiuno na game ipo kwa safe hands, kwamba ipo kwenye mikono salama. Au sio? Let's go. So hapo ndio nilipokuwa naanza kutengeneza setup ya kumpasha Motra, unajua, because right now sio kwa ubaya, I love Motra, shout out to you bro, lakini Motra akitoa ngoma haziendi, akitoa diss ndio watu kidogo wana pay attention, na kingine labda akifanya akiongelea vitu vya siasa ndio watu wana pay attention. So kwenye swala la muziki sasa hivi hatuko naye tena, you get what I mean? So like sasa hiyo spark ndo huyo mtoto sasa niko naye mimi, kwa sababu muziki right now uko kwa safe hands, sio katika mikono yake tena. So hiyo ndio setup ambayo nilikuwa naanza kuitengeneza mapema ili baadaye sasa nije kumpasha. You get what I mean? Yeah. Yeah, let's rap now. Tukiongelea kushana mimi zaidi ya Jamaica na siezi ya Nash down. So unaona reference ya J. Cole, na hiki kitu wanafanya sana Mula. Reference ya J. Cole inaendelea. Sawa. Kwa hiyo anasema yeye ni zaidi ya Jermaine na hawezi kuleta Nas down. Jermaine ana wimbo unaitwa Let Nas Down. Upo katika albamu yake ya Bone Sinner kama sikosei. Ni wimbo una historia fulani hivi. Unajua wakina J. Cole wamekuwa inspired na watu wengine pia, akiwemo Nas. Sasa kuna wimbo ambao nadhani alikutana naye akamsikilizisha, story yake ndio inaenda hivyo. Akamsikilizisha Nas, nadhani Nas akupenda ule wimbo, akaja kumwambia mshikaji mwingine kwamba J. Cole ameshikisha wimbo fulani lakini sijapenda, ni kama ameenda commercial sana na acha misingi. Kwa hiyo jamani kama alikuja kumwambia Cole baadaye. Kwa akasema kwa hiyo nimemwangusha Nas. Unajua Nas ndio watu wetu ambao tunawaangalia, kwa hiyo nimemdisappoint yani. Kwa hiyo akaandika wimbo unaitwa Let Nas Down. Kwa hiyo ndo anachorifaa hapa, anasema yeye ni mkali kuliko Jermaine na hawezi kuleta Nas down. Japokuwa mimi nikisikiza vizuri nasikia kama amesema Nash. So I don't know. No bro, sijasema Nash bro. Nimesema Nas. Nakumbuka hapa nilikuwa nasema she don't wanna be saved ilikuwa ni setup ya J. Cole. Na bado hapa nikanaendeleza hiyo reference ya J. Cole. Lakini watu wengi sana hii line imewapita. Shout out to you Solo Thing na watu wote ambao walikuwa nasema like walikuwa na doubt like yo kwamba yani wewe ni mkali kuliko J. Cole. Lakini maana ilikuwa iko hivi. Mimi hapa kwangu mimi dead or alive hakuna rapper ambaye ananifikia
kwangu mimi. I don't care utaongea nini kwenye comment, I don't care, but dead or alive, Bongo, Ulaya, wapi, hakuna rapper ambaye ananifikia. That's me. Hata kama unahisi kwamba hapa Bongo kuna rapper anaweza kanifunika, ni wewe unahisi hivyo, lakini mimi hakuna rapper yoyote dead or alive Tanzania, duniani ambaye ananifikia. That's me. So hiyo ya kwanza. Lakini maana ya pili ni hii. J. Cole alimlet Nas down. So mimi siwezi nikaacha watu ambao waliniinspire down. Sawa. Na utakuja kuelewa kwa sababu baadaye kuna line ilisema hivi, let's rap now. Sikuwa ni kwenye top 10, weusi unawa let down. You get what I mean? So ni kuonyesha kwamba like mimi watu ambao wameniinspire, watu ambao wamenipa support ya kufika hapa, sijawahi na siwezi kuwa let down kama J. Cole alivomlet Nas down. Na mpaka sasa hivi sijamlet down mtu yote ambaye aliniinspire. So that means mimi ni better kuliko J. Cole. You get it now? Yeah. That's a bar, bro. What do you mean? So I don't know, maybe mtaniambia nyie mnasikia vipi, lakini nasikia kama amesema Nash. Japokuwa Nash inakuwa kama it makes sense kwa sababu Nas ina make sense kwa sababu J. Cole na wimbo unaitwa Let Nas Down. Au sio? Let's go. Let's rap now, najifanya tough now, sikuwa ni kwenye top 10, weusi unawa let down. So hapa ndo kidogo akaanza sasa akaanza kurusha ngumi kidogo hapa. Kama mnajua Frederick Muller alikuwa naweza kusema ni beef, I don't know, au kama kutupiana diss track kati yake yeye na Motra the Future. Au sio? Motra the Future alitoa ngoma yake inaitwa My Crown, akadisi watu wengi akiwemo Frederick Muller mlendani. Frederick Muller akaja kumjibu na wimbo unaitwa Malkia wa Nguvu. Kwa hiyo wakawa wanatupiana hizo lines na diss na nini. Kwa hiyo hapa naona kama ndo amerudi sasa kutupa diss nyingine kwa sababu anasema, kwa sababu tunajua Motra the Future alikuwa na relationship nzuri sana na mabro wake weusi. Kwa hiyo anasema amewalete weusi down kwa sababu hayupo kwenye top 10 sasa hivi. So mmeshaona setup, right? Ya kutoka kwa J. Cole kumlet Nas down, Motra kulet weusi down. Na kwa nini mimi ni mkali kuliko J. Cole? Because watu wote ambao wameniinspire sijawahi kuwa let down. Mimi ni noma nyinyi. Mimi nikiamwaga na kuwa ni noma, bro. Mimi ni noma. Let's rap now, nimetokea future, nilikuona kwenye past life na kofia ya top clown. Maona sasa anasema ametokea kwenye future. Kumbuka jamaa anaitwa Motra the Future. Kwa anasema yeye Muller ndo ametokea kwenye future na alimuona kwenye past jamaa na kofia ya top clown, kwamba amemuita jamaa clown in another language, au sio? Lakini pia shout out to wanangu wa Kiss FM. Nilikuwa na interview na public figure. Kuna mwanae mmoja ali-explain hii line vizuri sana. Sawa. So hapo kumbukeni, Motra alinidis kwenye track ambayo alikuwa ameshirikishwa na Elisha Elai. Nikatoa diss inaitwa Past the Future. You get what I mean? Ndo maana hii line nikasema let's rap now. Mimi nimetokea future because nilishaipita future kwenye past the future. Unaelewa? So ni mwendelezo wa kitu ambacho nilishakifanya before. Sijui kama watu mna pay attention. Ni mwendelezo wa past the future. So nimetokea future, nilikuona kwenye past life. Past the future. Nimetokea future, nilikuona kwenye past life na kofia ya top clown. Sijui kama mnaelewa right now. Jesus Christ, man. That's why nawaambiaga watu like, mkisemaga Motra ni noma kuliko mimi, huaga na washangaa like, bro, mimi ni different animal, bro. Like nilipo like kwenye uwezo wangu wa kuandika, see bro, like I'm telling you niggas, right? Chezeni na watu wengine, lakini kwenye kurap don't play with me, man. Like don't, bro. Don't. Mini noma, bro. You get it? Try me out, man. Try me out, bro. Try me. I'm the baddest nigga ever, bro. You get it? Yeah, I'm just letting you niggas know, bro. Like Mimi,
niache kama nilivyo, msinijaribu. Yani kwenye rap mimi I don't care we ni nani bro, just try me out and see, just try me out and see. Lakini sikumjibu Yuzo Mwamba. I love Yuzo Mwamba bro. This was good but bad. Let's rap now na bado nikakuchana ukaikimbilia crown na ukashindwa ku run town. So na bado nikakuchana ukaikimbilia crown na ukashindwa ku run town. Kama nilivyokuambia alitoa wimbo unaitwa My Crown, alidisi watu wengi ndani sana akiwemo Frederick Muller. Muller baadaye akaja kumchana tena na wimbo unaitwa Malkia wa Nguvu. Kwa ndo anazungumzia na bado nikakuchana. Japokuwa ulisema unataka crown yako lakini umeshindwa ku run town. Mtu mwenye crowns ndio kama mfalme. Kwa hiyo inatakiwa ndio run hiyo town ambayo unaishi, lakini anamwambia yeye kwamba ameshindwa ku run town. Lakini kuna zaidi ya hapo. Huyu amezungumzia mfalme na crown na ku run town. Sawa. Lakini kingine crown gari. Ukiangalia katika hiyo this ya Motra My Crown, wakati video inaanza alikuwa anaendesha hiyo gari ya crown, unajua. So I'm like bro, let's rap now. Sawa. Ulitaka hiyo crown, ukapewa crown and ukashindwa ku run town. Because hata sasa hivi ninavyosikia haupo Tanzania. You get mimi nilikupa taji, umekuwa malkia wa nguvu, lakini umeshindwa ku run town. Ulikuwa na gari ya crown, tumekupa pia mpaka na gari ya crown, umeshindwa ku run town. Umekimbia town nigga. Umekimbia town nigga. You get it bro. Bora ungebaki hapa town, tujue kwamba una pesa ya mafuta, tungekupa pesa ya mafuta ujaze hiyo gari ya crown and then labda ongeza ku run town. Lakini pia kuna watu waliniambia kipindi huyu jamaa yuko Bongo, nasikia kuna msanii alikuwa anamwachia gari yake na Mocho alikuwa gani Uber driver. Hicho ndio kipindi ambacho alikuwa na run town kama Uber driver. Hizo ni ambazo mimi niliambiwa. So now you get it, right? Yeah, right. That's a bar, bro. Damn. Kichwani weka akiba, king ni mimi na Ali. Kings ulikuwa ni queen kama mimi na Ali. Hapa kuna vitu vingi. Kichwani weka akiba, king ni mimi na Ali. Hapa kwanza kuna reference ya Alikiba, unajua? Alikiba, sawa. Lakini anachosema kwamba kichwani weka akiba, yani kwamba kumbuka hilo. King ni mimi na Ali. King manke ni yeye, Muller na Ali, ambayo Alikiba anajulikana kama ni king, sawa. Na Alikiba ana label inaitwa Kings, si ndio? Ndio anasema Kings ulikuwa queen kama mimi na Ali. Kama nilivyokuambia ana diss ambayo inaitwa Malkia wa Nguvu, ambayo alielekeza kwenda kwa nani? Kwa Motra the Future. Kwa hiyo kumuita queen hapa ni muendelezo wa kitu ambacho tayari alishakifanya. Na anatoa mfano kwamba ni queen kama mimi na Ali, ambayo ni yule mtangazaji ambao tunamfahamu vizuri, right? Yeah, kwa hiyo anaendeleza ile kumuita queen. Okay, so tulia basi. Sawa. So ndugu mchambuzi hapa kuna kitu alikimiss. Sawa, kitu kikubwa sana. Kichwani weka akiba. Kwanza kuna lea kwanza, yani kichwani kwangu wewe ni kama Alikiba. Sio kwa ubaya. Like ukirap mimi nasikia ni kama mtu ambaye anaimba. So I mean like ni kama mimi nishindane kurap na Alikiba. You get what I mean? King ni mimi na Ali. Kwa ambao mnanifahamu, mimi naitwa Frederick Muller, Master Manondo, lakini pia AK yangu nyingine waga naitwaga King Tai. So kichwani weka akiba, usisahau hilo. King ni mimi na Ali. Kings ulikuwa ni queen kama mimi na Ali. Kings sikuwa nazungumzia Kings ya Alikiba label. Nilikuwa nazungumzia kundi ambalo Motra the Future alikuwa ametoka. Alikuwa inaitwa Kings, ambao kilikuwa ni kifupi cha Kijenge, Ngalimi na Sekei, ndio unapata Kings. You get what I mean? So kwamba kwenye lile kundi la Kings yeye ndo alikuwa queen. Na ukumbuke pia DC yangu ilikuwa inaitwa Malkia wa Nguvu. So hapo set bado nilikuwa naendelea na nafanyia reference na vitu ambavyo nishafanya before, kwamba kwenye kundi la Kings wewe peke yako ndio ulikuwa queen kama mimi na Ali. Like ulikuwa uko delicate, ulikuwa so beautiful, ulikuwa wewe ni mrembo. Na unajua lugha nyingine ya kuwa mrembo ni kwamba wewe ndio ulikuwa mwepesi. Unajua, yani wewe haukuwa rapa mkali kama wenzako kutoka Kings.
You get what I mean? Mimi ama simchangani walishika zali. This is one of my favorite, if not my favorite line kwenye hii verse, kwa sababu kuna layer nyingi sana hapa. Anasema Nilikuwa ni queen kama mimi na Ali. Mimi ama simchangani walishika zali. Mimi ni almasi mchangani wewe ulishika zali. Kuna vitu kama vitatu hivi. Cha kwanza, unajua kuna ule msemo wa almasi mchangani. FL alisema mimi ni almasi mchangani, sema tu sijastukiwa, mgodi unaotembea wajinga wanashindwa kuelewa. Si ndio? Ndio anachokizungumzia hapa kwamba almasi ikiwa kwenye mchanga unaweza kupuuziwa kwa sababu imezungukwa na vitu ambavyo havina thamani, right? Na watu wanaweza kujua ni jiwe la kawaida kumbe ni almasi. Kwa hiyo hajastukiwa tu. Kwa hiyo anasema kwamba mimi ni mkali kuliko wewe. Sema tu watu hawajastuka bado, right? Lakini wewe kilichokutoa ni zali. Right? Sasa hapa ndo tunakuja kwenye layer ya pili ambayo almasi kwa Kiingereza ni diamond. Kwa hiyo hapa kuna reference ya Diamond Platinum na Zari ambao wote tunajua relationship yao, si ndio? Kwa hiyo ameitumia hiyo kuelezea scenario kwamba mimi ni mkali kuliko wewe, ila wewe tu kuna bahati fulani uliipitia, basi ndio ukaonekana upo hapo ulipo, lakini mimi ni mkali na nimekuwa mkali miaka yote kuliko wewe. Walikuweka cloud 9 wakakushusha chali. Shule nilikuwa na A's na B kali. Kwa alikupandisha juu cloud 9 ukajikuta kwamba umefika sehemu kubwa sana, lakini baadaye ukadondoka chini. Alafu anaendelea. Maana nyingine hapo nilikuwa namaanisha kwamba Motra, na hichi kitu nishazungumza sana kwenye interviews nyingi. Mimi katika wasanii ambao wamepata nafasi kubwa sana za kubadili maisha yao, Motra the Future ni one of mtu huyo, like unaelewa, because hata Umoja Sounds wakati inaanza mtu ambaye alikuwa anamkubali sana alikuwa ni Motra the Future, lakini huyu jamaa opportunity zote amefambo. So ndio Cloud9, yani alikuwa katika position, alishaikuwa kwenye position ya kuchange life yake, lakini alifambo hizo position. Sio tu ku let down weusi, ame let down watu wengi sana. It is what it is. Hiyo ndio ilikuwa layer nyingine. Nisingependa kwenda deep zaidi kwa sababu hii haikuwa personal. Hii ilikuwa ni more of kuonyesha tu namna gani mimi nilivyokuwa ni mfalme wa kwenye pen game. Sasa niko na mdisi mtu. You get what I mean? But yeah. Wakakushusha chali. Shule nilikuwa na A's na B kali. Ni ugomvi wa bars, sio B kali. Kwa anasema shule alikuwa anapata A na B kali. B kali zinaweza kusema baba ni B positive, yani B za juu juu zile. Kama asipopata A basi ana B za juu juu. Lakini anasema huu ni ugomvi wa bars, huu ni ugomvi wa mistari, sio bikari. Japokuwa amesema bikali, lakini nadhani bikari ile ya kwenye geometry ile nadhani ni bikari, right? Kwa hiyo anamkumbusha kwamba ugomvi sio hapo ni kweli bwana. Neno sahihi ni bikari, lakini mimi nilikuwa najua jamani ni bikali. Kwa mchambuzi pia na mimi hapa nimeanguka. Kwa hiyo nahitaji yale makofi yale ambao wanawekeaga watu. Anyways, but ujumbe umefika. You get what I mean? Huu ni ugomvi wa bars, sio bikari, right? Lakini maana nyingine ya hii line ni kitu ambacho sidhani kama nishe kukizungumzia, lakini naweza nikakizungumzia, right? Kevin Provoke ni kaka yangu, my brother, producer wangu. Sawa. Sijui kama bado ana shida na Motra, I don't know, but it is what it is. So kuna issue ilitokea between yeye na Motra the Future. Na kilichotokea, Motra alimshikia kisu Kevin Provoke. Ilikuwa ni issue kubwa sana mpaka Motra akapelekwa polisi Arusha. Ndio maana mkienda tena kusikiza Past the Future, kuna sehemu ilikuwa nasema cap, sijui kuna kitu nimesahau hiyo line, lakini kwa nasema like ulimshikia kisu na kuprovoke cause you cape. Ulimshikia kisu na kuprovoke cause you cape. Sijui ukapelekwa polisi Usariva cause you cape. Ndugu zako wakaanzalia wakutoe cause you cape. So everybody say cape. Unaelewa? So ndo maana hapa nikaja nikasema lakini ugomvi wangu na mimi na wewe sio ugomvi wa kushikiana visu, because tunajua wewe mtu akikunani kidogo unaenda kushika kisu, huo ndio uselamavi, right? So huu ni ugomvi wa bars, sio bikari, right? Kwa sababu mimi shule nilikuwa na A's na B kali, na akili sana, sitaki tufike huko kwenye kushikiana visu. Nataka tubaki hapa tu. Wewe unasema wewe ni mkali, tuonyeshane ukali kwenye kurap.
isiwe kushikiana visu kama ulivyomshikia kisu Kevin Provoke. Mnanielewa? I hope so. Kwa hiyo anamkumbusha kwamba ugomvi sio wa mtaani, sio tukaje kuchomana bikari na visu na nini. Huu ni ugomvi wa nini? Wa bars, mistari. We the best kama slogan ya D-Kali. Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. We the best kama slogan ya D-Kali. Amesema D-Kali kwa sababu poetic license. Anachomaanisha ni DJ Khaled. Right? Lakini akisema DJ Khaled pengine maneno angezidi, angetoka na nini. Kwa hiyo amesema D-Kali na sound vizuri vina na nini. Unajua wasanii wana kitu kinaitwa poetic license, wanaweza kaichezea lugha kwa namna anavyotaka. Kwa hiyo kama ni sehemu ya kusema DJ Khaled, yeye amesema D-Kali, yeye vile vile ana leseni ambayo inamruhusu yeye kuchezea lugha anavyotaka, hata kama ni kupindisha baadhi ya maneno, kuyafupisha. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kinakubalika kabisa. Sio ukasema mbona hujasema DJ Kali umesema D-Kali. Hiyo ana haki kabisa kama msanii kufanya hivyo. Au sio? Yeah, let's go. Huu ni ugomvi wa bars, sio B-Kali. We the best kama slogan ya D-Kali. Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Nadhani hapa kuna mwanamuziki anaitwa Vitali Maembe, ana wimbo wake unaitwa Sumia teja, ulikuwa maarufu sana. Kwa hiyo nadhani ana refer kwa yule kwamba Sumia teja Yanga Mango, kama nimesikia vizuri anasema Yanga Mango kwamba ni young maembe kwa Kiingereza si mango. Umeona? Kwa hiyo Sumia teja Yanga Mango mini Vitali. So no, amejitahidi hapa kuelewa, lakini kuna kitu ambacho amemiss. Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Of course anaitwa Vitali Maembe, lakini there's a reason why nilisema mini Vitalis. Ili ije kwenda na neno ambalo nitakuja kulisema mwishoni, na haya ni mapinduza alis, Vitalis, whatever, tutafika huko, right? But the reason why nilisema Yanga Mango Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Mimi kwetu ni Mwembe Yanga, right? Ukiacha Morogoro, kwetu ni Mwembe Yanga. So jina lingine la Mwembe Yanga, zile makondo, ukisikia tu kama uko pale Kariakoo gerezani ukasikia mtu anakuambia Yanga Mango, ujue ni Mwembe Yanga, right? Na huyu anaitwa Vitali Maembe. So Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Najua, so mimi ndio Sumia teja. So ni nani teja? Mnamjua teja ni nani? So mimi ndio hiyo Sumia teja kama Vitalis. So ningesema tu labda mimi nina Sumia teja kama Vitalis Maembe, lakini niliamua kutumia Yanga Mango kwa sababu Mango na Vitalis Maembe, Mango ndio hilo embe kama jamaa alivyosema, lakini kuonyesha tu, yani niko naonyesha tu ule uwezo wangu like wa kuchezea maneno vile ninavyotaka. Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Lakini pia ukisikiliza, niko na Morobaz yangu moja, ile ilikuwa ni Morobaz ipi? Morobaz. There's a lot man. Yani ukali wangu mimi unakujaga hapa like lazima unisikilize, pia utafute connection because waga napenda kuconnect vitu vingi sana, right? Kuna Morobaz yangu moja, let me see hapa real quick. Ilikuwa ni ngapi? Sorry. Ilikuwa Morobaz episode 17, ilikuwa inaitwa Yanga Mango. You get what I mean? So Morobaz episode ya 17 ilitoka last year I think, ilikuwa inaitwa Yanga Mango. Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Ukisikiza hii Morobaz, nilikuwa nawaelezea nilipotoka, like mimi nimekuwa Yanga Mango kipindi ambacho Yanga Mango kulikuwa kuna kikundi cha wauni walikuwa wanaitwa Gafama Gusta. Huo mtaa, yani achana na Mwembe Yanga sasa hivi. Zamani Mwembe Yanga ilikuwa imejaa mateja, watu wote hapo. So you see the connection, like Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Like wewe ukijifanya muuni kwa kushikia watu visu, just know mimi nimetokea Yanga Mango kipindi ambacho tunaona watu wanachomwa visu uwanjani hapo. You get what I mean? Sasa hivi Mwembe Yanga sasa hivi imekuwa ni kama Ustabei. But enzi hizo ukatizi hata saa 6 hata saa 4 asubuhi ukatizi bro, hapo uwanjani Mwembe Yanga watu wanachomwa visu, watu wanapolo. You get what I mean? Yeah man. So Sumia teja Yanga Mango mini Vitalis. Japo amesema Vitalis,
Nadhani jamaa anaitwa Vitali. Sidhani kama anaitwa Vitalis. I don't know, pengine jina lake halisi ni Vitalis, I don't know, lakini jina ambalo anatumia kisanii ni Vitali Maembe. Ina make sense. Japokuwa yeye amesema Vitalis. So ni reference hiyo ya Vitali Maembe. Na ini Vitalis na kulipua ninavyotaka bila kukutaarif. Rudi studio kanijibu ni kulipue arif. Niko loaded ka professor yani mapinduzi Alice. Mapinduzi Alice, album ya Professor J. So iko loaded kama professor ni mapinduzi Alice. Lakini kamuita arifu hapa. Unajua hii amenikumbusha kipindi hicho Drake na Kendrick wanarushana maneno. Kendrick alikuwa anamuita Drake Crody. Crody ambayo ni jina ambalo linatumika sana upande wa Canada kule. Kwa hiyo technically ni kama anamwambia bwana rudi kwenu, wewe ni Crody. Yani wewe anatumia slang za kwenu ili akwambie bwana wewe ni mtu wa kule, wewe sio hapa. Umeona? So yeye kumuita mwamba ambaye anatokea Arusha, Arif, ni kama anamkumbusha yani kwamba kwenu ni kule, sio hapa utambi hapa mjini. Umeona? Yeah. So yeah man, I think hii ilikuwa kali. Ilikuwa a bit personal kwa sababu unaona asilimia kubwa sana imeelekezwa kwenda kwa Moto the Future. Naona pengine iliandikwa kipindi ambacho mambo yalikuwa kwa moto sana, usio, lakini all in all kwa watu ambao wana enjoy lyricism, wana enjoy mistari mikali, I hope wameelewa. Na kama kuna mtu alikuwa hajaelewa vizuri ni kwa sababu pengine alikuwa hajafuatilia hiyo beef ya hao watu wawili. Kwa hiyo unaweza kaisi jamaa anaongea tu, lakini vitu vingi vilikuwa vimenyoka kwenda kwa Moto the Future. That's about it man. Till another time. Peace. Samanini lakini sijui kwa nini mnamwaminia sana Moto kwenye this song. Sielewi, lakini naweza tu nikawaambia watu wote ambao mnamwaminia Moto kwenye this song ni mtoto mdogo na mimi haniwezi. Mnaweza mkaungana wote mnaomwaminia na Moto mkaandika diss na mimi nikiwa niko peke yangu. Bado naweza nikawadisi wote na hakuna kitu chochote ambacho mnaweza mkakifanya kwa sababu mimi I'm one of the best, like kwa hii generation I'm the best. So mnaweza mkaungana wote ambao mnamsupport mkaandika diss na bado wote nitatoa diss hata dakika moja, hata sekunde 30, hata nita freestyle na bado nitawadiss wote, yani mtakunya mavi. Yani watch your back. Mkae tayari, nitakuja pia na uchambuzi wa verses nyingine. Papa, Shakil JG, Kevin Skapla na Navi, kwa sababu pia wana vitu dope sana wamespit, lakini naona kama watu wamkutaka kupay attention, but it is what it is. Mimi naitwa you know my name. Till next time.